Studioni niko naye Patrick Musila Muia ambaye ndoa yake ya sasa hivi leo hii tunaongelea miaka kama 15 hivi. Yaani kupata amani na raha ya ndoa ambao watu hupata wakati ambao wametoka wameenda fungate kule unapata. Yeye bwana kuanzia aoe basi imekuwa ni masaibu bana masaibu. Lakini kuonyesha yani kwamba yeye ni mwanaume ambaye yuko strong basi hajawahi toka kando ya mke wake despite ile masaibu ambayo mko amepitia. Patrick mumeanza treatment pale. Tumeanza ya saratani. Unaona mke wako yani anaanza kudhoofika kiafya na nywele zote mwilini zinapotea paka malaika vile. Were you still seeing your wife attractive ama kidogo ulianza kuona ai? Nilikuwa namuona attractive kwa maana sikumpenda juu ya ile sura. Ni ile from the bottom of the heart. So nikimuona namuona kama bibi yangu. Nikimuona namuona ingawa tu uso umengeuka. Umekuwa there is deformity. Kwa sababu kuna shimo hapo. Kuna ile shimo ilibaki na mdomo kidogo umeenda kando. Mdomo kidogo tu umegeuka. Unamuona tu kuna change kidogo lakini bado unazidi kumpenda. Patrick, kufikia hapo najua lazima kuna wazazi walianza kuongea na wewe na ndugu zako na pia colleagues wako kwamba bwana ni nini. Why would you suffer na huyu? In fact wengi walikuwa wananiambia nioe. Kwa nini usimfukuze? Nikamwambia kuna wengi huwa anawaambia kama huyu mke angejua nitamuoa na awe na haya mashida hangekubali. Kwa hivyo alikuwa amejitolea. Hata wakati nimekasirika huwa sitaki kufikiria kumwambia ondoka uende. Natulia naambia Mungu nipe nguvu. There must be a time Patrick ambao unasema no, enough is enough. Time kama hiyo ishaikufikia? Ishainifikia. Lakini wazo lingine linakuja. Linanikumbusha kwamba watoto wanatoka kwa Mungu. Ni zawadi. Leo neno linanirudisha tena. Unaona? Maugonjwa ninaambia Mungu amponye. Ni kwa maana katika hii dunia tunaishi sisi ni wapita njia. Utapata magonjwa lakini utafanya namna gani? Patrick, lazima kuna watu ambao mlioa wakati mmoja ama colleagues wako huwa ninatamani sana. Unawaona yani venye wanaendelea yani. Unatamani maisha yao na wanatamani kwa maana kuna wao wameoa. Hata kuna mwingine nilikuwa namwambia sasa mtoto wangu wa kwanza alikuwa mtu wa form 2 ama form 3. Yaani mawazo yanakujia. Mawazo inanikujia. Ananiambia anaweza kuwa huyu wa form 2. Lakini na hata ilifika mahali bibi akaniambia nioe. Yeye mwenyewe alikupa ruhusa. Akanipa ruhusa. Lakini huwa nazidi kumwambia hiyo jambo kwanza lazima upone. Na siwezi fukuza wewe. Lazima what happened Patrick? What happened mpaka anakuambia bwana oa? Hata nioe. Na yeye ni mgonjwa hakutakuwa na furaha. Patrick, tena ile ndoa nilifanya ndoa niliapa mbele za Mungu. Ilikuwa ni ndoa ya kanisa. Kwa shida kwa raha. Kwa shida kwa raha. Kwa hivyo pale kuna umefungwa. Lakini haujafungwa ni kwa maana uwezi ya kuoa. Hapana. Patrick, nikuulize swali. Ni Mungu. Hiyo siku ambayo anakuambia mume wangu oa, ilikuwa mmekaa chini baada ya chakula ama tu ilitoka tu kati siku ya kwanza? Leo niambia tafadhali Patrick. Wewe usiwahi sema wazazi wako, usiwahi sema hapana. Niambia hapana, nilikuoa wewe. Kwanza lazima nikushughulikie upone. Hii ufisi ambayo hii shimo ambayo iko hapa huwa sana huwa sitamani sana kukuona ukiwa hivyo. Ningetaka kukuona ukiwa vile nilikuoa. Ndio ninakushughulikia. Hata kuna dawa huwa ananunua. Ya kupaka after chemotherapy, after radiotherapy that there is. Kuna dawa huwa anapaka pale. Inaitwa Chloride Jelly. Na hiyo huwa inatoka 5,500. Either 2 weeks imeisha.
Tunataka zingine. Umeoa ndoa miaka 15. Hujawahi pata amani katika ndoa yako. Ni ile amani unayopata ni kusema tu kwamba thank you God kuweza kunipatia masaibu haya. You are a strong man, bro. Amen. I know very many men that cannot undergo what you're going through and still remain strong like this. Thank you. Kaka, umemtoa mke wako hospitali, anaendelea na hizo chemotherapy, unanunua madawa ya kuweza kumtibu. Ndugu yangu, mara mwisho labda kupata haki yako ya ndoa kama umeenjoy ile ambayo ni haki ya ndoa, pengine unakumbuka hata ni lini, and you even get it? Well, ni kitambo sana, kwa maana ule tu wakati hakuwa ametolewa fibroids, ametolewa kila kitu. Huo wakati niseme tu ndio nilienjoy sana, lakini saa hii ni kidogo tu. Lakini naomba Mungu akuwezeshe. Kuna kati ambapo alikuwa anakuencourage kwamba uoe, na hata pia anakupatia dadake kwamba anachukua dadangu sasa. Lakini nimwambia hiyo haiwezekani, kwa maana hiyo pia ni laana. Sitaweza. Alijaribu kunipatia, lakini nikamwambia, alijaribu kuniambia si uchukue fulani. Na tumeongea naye. Hata wakati mwingine akakuja kwa nyumba yake, akaenda safari, akajifanya amechelewa ili ubaki na dadake pale. Lakini hakuna kitu kilitendeka. Ulikataa? Ikataa, simama imara. Kwa maana kupoteza, fadhali upoteze chochote huku duniani, lakini mbinguni upate umewekewa mahali pazuri. You are a strong man, bro. Amen. Thank you. Wow. Ile shida tu imekuwa ni mambo ya pesa, kutafuta hapa na pale, mpaka bibi yangu anione amepoa. Ndugu yangu, bila shaka Patrick, una mawazo mengi sana maishani mwako kuanzia mwaka 2004 mpaka leo. Najua bado una mawazo mengi sana, kwa sababu mpaka leo unajua mke wako hajapona. You know, haya mawazo yamekuwa affect labda in any other way? Yameni affect, kwa maana wakati mwingine unafikiria kama mwanadamu. You stop now thinking spiritual. Unafikiria kama mwanadamu. Kidogo unavua hata Abraham, hata wakati wa Abraham alikuwa ana mtoto. Naam. Pia unaacha yale sasa. Unaacha kufikiria sasa kimungu. Unafikiria sasa kiwewe. Sasa katika ile hali kufikiria, kajipata tu niko na diabetes. Sukari kapanda juu. Wow. Sasa hii niko under medication. Yaani unamtibu mke wako na wewe pia anajitibu sasa. Sana huwa ananunua madawa hata glucomet. Sasa nimefika ile inaitwa glucomet hell. Wow. Lazima nimeze per week, per day 1. Wakati mwingine unameza sukari inaenda juu, inaenda chini kabisa, inakuwa ni shida. Lazima utafute sukari tena. Have you ever given up? I have never and I will never. I will struggle. Nini inakupush survive? Ile inanipush sana ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu, kukaa katika uwepo wa Mungu na kusoma Biblia, kuelewa ya kwamba kutoka hapa kuna maisha mengine. Pengine ukienda church na mke wako, unaona haya labda kutembea naye kama amedhoofika? Iko tu ya mwanadamu, lakini unajikaza na unampenda. Kwa maana hakuna lingine unaweza fanya. In fact kile huwa anafanya sana ni kuomba na kuuliza Mungu ni nini, lakini anakupatia maandiko na kuambia in the book of Job chapter 14 verse 7 kuna matumaini kwa mti ambao umeukatwa, unaweza kuchipuka tena. Ninatumainia ya kwamba nitachipuka. So bado una hope kwamba Mungu atafanya miujiza. Kuna hope ya kwamba kanza iliisha kwake, kwa maana yale maombi nilimwombea akiwa Kenyatta wakati alipopata results. Naam. Nikamwambia cancer will not kill you. I have destroyed the cancer cells in your body. I believe the cells are not there. What is the problem which is there now? Ni ile hali ya reconstruction of the face again. Ile angalau sura irudi kama kawaida. Ile sura sasa irudi. In fact now I don't think about the cancer now. I believe I shall poa. Na pengine mambo ya mtoto akusumbui tena. Mambo ya mtoto, na mtoto ni zawadi. Naam. Kwanza apone. Mengine atakuja baadaye. Nimeenda to an extent nikamwadoptia mtoto, ili nataka asikie kama mama. Yaani ajihisi vizuri. Mtoto anaitwa Rafael. Naam. Kijana mdogo. Miaka mingapi hivi? Sasa yeye ako na 1 and 3 months. 1 year and 3 months. Wow. Sasa nataka ajihisi kama mtoto. Ili uone mtoto amefurahi tu. Na amefurahi kwa maana yeye hata wakati mwingi alinunua napkin kuliko kununua Pampers. Ili anataka afue, asikie. Sasa hiyo nikaona amenunua napkin. Nikasema hapa yeye anataka
kuona akifua, which is good. Hata kuishi yale maisha ya mkuu mama, ya kulea mtoto. And she's happy right now. She's very happy woman. Wow. Very happy. In fact she's very happy mpaka huwa akosi kuomba. Wow. Akosi kuomba. Patrick, wewe ni mwalimu. Haujaandikwa na serikali. Haujaandikwa na serikali. Ambapo mshahara pia walimu tunaojua venye uko duni. Kidogo. How you managing to juggle between your own health, ya mke wako, chemotherapy na hizo, na unaambia kwa operation inakuja. Unafanya aje ndugu yangu? Sasa ni unaomba tu. Naomba rafiki. Kuna wakati hata siku ana pesa kumnunulia dawa hii ya chloride J. Ukafanyaje? Kaomba tu rafiki yangu akanipa. Unaona? Mshahara ni kidogo, lakini wakati mwingi marafiki unisaidia. Nawaambia sina hii. Kwanza ile sasa imenikamba kabisa. Ni operation. Yeye ajui yale ninaendelea kwake. Naam. Anaweza kosa kujua. Niko maana, lakini mimi hata huwa nataka nimfanyie surprise. Nimwambie sasa tuende hospitali ukafanyiwa operation, pesa nimepata mfadhili ama zimetosha. Na hiyo operation itaje hela ngapi? Daktari aliniambia hii si rahisi, iko na pesa more than 2 million, 2.5. Wow. Yeah, in fact the letter is there. Ni vile tu nimeacha nyumbani. Na NHIF hapo kidogo inasaidia kidogo. Naam. Yeah, inasaidia hata ilisaidia wakati wa operation chemotherapy. Bani Karanja anasema kwamba everything is God will. One day, one time will come to enjoy your marriage. I'm crying and I'm so sorry, bro. God will help you and God will give you peace. Please give me your number. I want to help you with something small that I have. Barana Tanga anasema kwamba Lock from Kericho, jameni. Kesi mashina sema Survivor series jameni. Billy, for real, story ya Patrick ni ya uchungu, lakini tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Ujumbe wangu kwa Patrick, never give up, bro. Patrick ni 1 in a million. Anaitwa Colode Megan. Anasema kwamba pole sana Patrick kwa masaibu ambayo unapitia. Endelea kuwa na moyo huo. The best way to find yourself is to lose yourself in service of others. The story is very frightening, but God is great. Anakuambia kwamba usome Joshua 1:9. Be courage. Sema Survivor series ya leo jameni, it's so touching. Brother Patrick, pole sana, na mimi pia nitakuwa nakuombea. Bili tafadhali usimwache Patrick atoke bila kupeana nambari yake ya simu. Leo Nabuki anasema kwamba the situation of that man is very serious, but the man has power, condemn it, and God is in control. Mpatie nambari yako Patrick jameni. Asante. Wote ambao wangetaka kunisaidia, ningetaka kusema kwanza ni asante kwa kabla hawajanisaidia. Namba yangu ni 07 11 442 705. Ile ingine ni 07 23 389 135. Ya kwanza nimesema 07 11 442 705. Ya pili 07 23 389 135. Wote ambao wananisikiliza, ningewaomba mnisaidie mke wangu apate operation na nifurahie na Mungu atawabariki zaidi. Uendelee kuenjoy ndoa yako. Yes. Ni story ya Patrick Musila Muia. Wow. Hey. Yaani wewe kama kwa mfano unasema kwamba unapitia masaibu ndugu yangu. Sikiza tu story ya mwenzako. Ile story ya misalaba kwamba unaambia Mungu, Bwana msalaba wangu ni mkubwa, anakuambia utupe kwenye ile room. Unaenda alafu anakuambia unachagua ule mdogo zaidi, alafu anakuambia huo basi ndio wako. Keep on keeping on Patrick. Amen. All the best bro. Thank you. Kila laheri kaka, na wale ambao tunaweza kusupport kaka. Asante. Bila shaka utatia mkono wetu na tupigie simu ndugu yangu, itakuwa tupo. Asante. Encourage Patrick kwa kumtumia Bible verses. Encourage Patrick kumpigia simu kumpatia moyo. 0711 442 705 0723 389 135.